Nataka kuzungumza vitu vitatu kuhusu mvua. Sikizeni kwa makini ha? Nataka kuzungumza vitu vitatu kuhusu mvua. Kitu cha kwanza, kila atakayekuweza kuoga kwenye mvua aoge. Kila atakayekuweza, sema tu na wewe, angalia mazingira, usionekane usiku sakafuni watu wakaanza kusema ule amekuwa mwanga. Lakini kila atakayekuweza kuoga kwenye mvua, please don't lose this chance. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mvua ikianza, ile mvua ya mwanzo wa mwaka, ilikuwa hakosi kuoga. Hakusema, yeye alikisema kitu kimoja tu, hii ni jadidu ahdi min Allah, yani ni kitu new arrival yatoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakusema lengo ni nini na nini, lakini wanazuoni kwa kupitia aya wayunazzilu minas samai ma'an litahhirakum bih liyutahhirakum, Mungu ayateremsha haya maji kutoka mbinguni, yani maji ya mvua, lengo na madhumuni ni kutahirisha. Wayudhhib ankum rizza shaitan, una rohani, una jini, atakwenda na maji. Hii ni aya, usinulize rawahu Allah. Tuko hakuna dawa naje, dawa yenye kuponya majini, marohani, mashetani kama direct uoge maji ya mvua. Mtu anaweza kusema mbona mimi upijwa na mvua mdiani? Wewe hupijwa na mvua, wewe huogi. Mimi nataka wewe uamue kuoga kwenye mvua. Wanawake pia, lakini wanawake wasije kujiogesha mvuani nde wakatuonesha zituko tena. Kama hana mahala pazuri aweke ndoo apate yale maji ya mvua, lakini uzuri uyapate direct yatoka kwenye mvua. Ni muhimu sana, tia nia kwenye ile kuoga kwako. Ya Rabbi, umesema wewe haya maji kazi yake ni kufanya nini? Kututahirisha na kuondosha uchafu wa nani? Shetani. Kama kuna uchafu wowote, kuna ushetani wowote, ya Rabbi, na kuomba ufanye nini? Unaondoshe. Hapa tumefahamiana? Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili. Nukta ya pili. Wanawake na mvua. Wanawake na mvua. Hivi sasa maji nanyi Mombasa yetu ni mashallah. Kuna mii waweza kunyesha mvua usitambue mpaka uambiwe, lakini Mombasa haina siri kwa sababu ya baki yao mingi kuliko endayo. Sasa watu haswa wanawake kuogopa nguo zisiingie maji ya haya chini. Ukwambia maji yanatangamana na sewage, na ukweli sijui drainage system ya Mombasa itatengea lini. Hasa kuna baadhi ya mitaa, alhamdulillah, hapa Raha Leo, nafikiri Raha Leo sasa hapa Jambo, ilikuwa mpaka uje na racing boat hapo. Lakini kuanzia mwenye Naivas huyo ajenge alikurekebisha. Lakini bado iko mitaa haya tongokewa. Almuhim, haya maji yanayotembea siku za mivua, haya matope, kwanza kiupande wa swala husamehewa, kwa sababu basi sasa tuwe ndiwa au tuwe makorabu turuke, si lazima tutembee. Na Mungu ametuonda kuma na matukutuku hawayui kwenda taratibu, kia atakuosha. Kwanza wenye matukutuku, tafadhalini, si msimu wa kwenda mambio. Wende taratibu. Barabara ni ina mashimo, huweka mai kila mahali ambayo bao la komwe umegonga mai amekutamba. Wewe umetoka uwezo kwa msikitini, huyatawadha, umetawadhishwa na mai barabarani. Sasa haya maji ya barabarani husamehewa kisharia. Kwa ajili gani? Ni tabu. Mombasa hii utatembea vipi usipamane na usitoswe na maji? Tuko hapa. Wanawake, isiwe nguo yako
Sikiza uzuri hapa, isiwe nguo yako ina thamani kuliko mwili wako. Sijui mmenifahamu hapa? Sababu apambanao na maji hupandisha nini? Ili nguo isiingie nini? Mwili hauna neno. Yaani nguo ina thamani kushinda mwili? La, hata wallahi wanawake watakuonesha mpaka ziweo, wengine watakwenda kuonesha mpaka box la penalty. Husahau wale wanawake akhi. Kila mvua ikinono panda tu au jamani nini? Wewe tuko mbali sasa. Hela finikeni hizo. Kwa hiyo mimi nimekuja kwa miguu kutoka nyumbani. Wallahi nimefurahi, nimemwona mwanamke amevaa majalbab, huvuruga mai kweli kweli. Tamani nimpe asanta. Kinikanena kisha sija kaonekana ustadhi. Lakini ndivyo itakiwao, vuruga. Urudi utaosha nguo. Lakini watu shuga langu jipya ninavaja. Tena wao wajua kwamba ni zipindi za mivua. Na tutahadharini. Ni makosa msemo wa kusema mwanamke haogopi mvua. Yaani kuna baadhi ya wanawake ukimwambia beba mwavuli hukwambia mwanamke aliogopa lini mvua? Mwanamke hachi mvua. Mwanamke wewe ndio kucha mvua. Ukipijwa na mai kila kitu kitakuambata. Licha kuharibu saumu utaharibu na ibada zote. Mwambie mwanamke wataka kutoka mwamvuli hunu. Kuna uwezekano wa raincoat mpe. Wanawake wavae raincoat. Alikwambia raincoat gani limeandikwa not for woman? Ushaona raincoat limeandikwa hili alivaliwa na wanawake? Hakuna. Basi tuitizie kiao. Bavea ima raincoat. Sasa ni kipindi cha mvua. Hakuna kosa sasa hivi. Hivi sasa hakuna kosa. Ima ikiponyesha leo itanyesha kesho. Tujue wake zetu watoka kwa njia gani. Tujue wake zetu watatembea namna gani, wa ila na wewe pia utapata madhambi. Mimi sijui kama mke wangu yapandisha. Hujui, mwambie mke wako kuanzia akitoka vaa skin tight. Hakuna kuwaruhusu wanawake kutoka bila skin tight. Kisha akipandisha angalau at least haijambo. Tuko hapa. Jambo la tatu. Kuna watu hutukua opportunity ya kuswali swala mbili kwa mpigo. Kumvua. Yaani yeye ashasikia kwamba yafaa kujumuisha kwa mivua, basi yeye huijumuishia tu. Jamani, hizi zitu zina sharti zake. Ingia katika vitabu vya fiqh uangalie. Kwanza iwe ni tabu wewe kwenda msikitini. Yaani ukitoka ima utateleza, au mvua kali na huna chandarua na msikiti uko mbali. Alhamdulillah, matukutuku tele, miavuli tele, hakuna matope ndiani. Kikuwa yako barabara uteleza. Kama hapa Kitotoni hapa mbele ya Shibu. Baba, usipokuwa na makini akhi utakwenda slide baba. Ukianza mwanzo wa Kitotoro itakuletea yenyewe mpaka mwanzo wa barabara. Wewe simama tu. La, hapo ni udhuru. Lakini hivi tu barabara wewe kabro. Utafika msikitini kwa makini. Ati mvua hii bwana, kutoka kurudi, kutoka kurudi, kutoka. La. Haina wepesi namna hiyo swala ya kukujumuisha kwa ajili ya mvua. Nimependa kuyatanabahisha haya masala matatu. Inshallah tuyatanabahi sana. Tusiwe wepesi. Na watakao kuwa waswali jamu wasifunge misikiti. Wateni watakao kuja kuswali wafanya nini? Waswali. Wapeni ruhusa. Naam.